Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baba, ninashukuru kwa nafasi hii. Ninashukuru mama na washukuru wazee wa kanisa kila mmoja. Ninamtukuza Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele zako mchana huu wa leo. Nafasi kama hizi Mungu anaachilia kwa neema kwa ajili ya utukufu wake. Basi Mungu imempendeza ishiriki neema hii. Nikualike na kukaribisha kwenye kipindi hiki kizuri cha neno la Mungu. Uandae moyo wako kwa ajili ya kwenda kutana na Mungu na kumsikia Mungu anasema nini. Twende tukajifunze kutoka katika kitabu kile cha Yohana. Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 16. Tunaweza tukawa na maneno machache sana. Ni kitu tumekuwa tukijifunza mara kwa mara, lakini inawezekana leo kuna namna yake Mungu anataka kusema nasi. Bila shaka kila mmoja ameshafika. Natamani tukasome wote pamoja. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Turudie wote kwa pamoja. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Ujumbe wetu umebeba kichwa cha habari kinachosema nguvu ya pendo au upendo. Nguvu ya pendo au upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukisoma mstari huu mara kwa mara, tumekuwa tukijifunza mara kwa mara, lakini katika kutafakari kuna kitu kingine kipya Mungu anataka kutufundisha tena kwa siku ya leo. Wakati nimevuka mpaka kuingia Tanzania, jambo la ajabu nililoshangaa, mfumo wa kuomba ukabadilika. Nikasikia msukumo wa kuomba pendo la Mungu limiminwe ndani ya mioyo, ndani ya nchi ya Tanzania na ndani yangu na ndani yako wewe. Kila wakati nikihitaji kwenda mbele za Mungu, nasikia ndani kuambiwa liombe pendo la Mungu limiminwe ndani ya mioyo ya watu. Pendo la Mungu. Mwandishi wa kitabu cha Yohana anaanza kutueleza juu ya habari ya namna Mungu alivyokuwa akiutazama ulimwengu. Anasema muda mrefu alikuwa akiuangalia ulimwengu, lakini akaona namna ya ulimwengu, namna jinsi unavyoenda, namna ya changamoto za ulimwengu zilivyo, na namna ya mwanadamu ambavyo anapotea ndani ya ulimwengu.
Maana halikuwa kusudi la Mungu kumleta mwanadamu duniani ili apotelee kwenye dunia. Mpango wa Mungu wa kumleta mwanadamu ni kuifanya dunia iwe mahali pa utukufu wa Mungu, lakini sio mahali pa uovu wala uharibifu. Jambo hili lilimfanya Mungu aanze kutafakari ni namna gani ulimwengu utapata kuwa sehemu itakayopata kufaa, na hata kama haitakuwa, ila ni namna gani nitatengeneza mazingira kwa mtu yumo ndani ya ulimwengu lakini anaishi katika ulimwengu huo, ila yuko ndani ya mazingira ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unakaa mahali lakini hauko kwenye yale mazingira, uko kwenye mazingira ya kimbingu. Na ndiyo niligundua kumbe kila eneo lina mfumo wake, lina mazingira yake ya namna ya kwenenda na namna jinsi Mungu anavyojitukuza. Kwa hiyo mazingira yalimsukuma Mungu aanze kutafuta ni namna gani aende kubadilisha ulimwengu uliokuwa umejawa na dhambi, ulimwengu uliokuwa umelemewa na uovu, ulimwengu uliokuwa umejawa na changamoto nyingi, ulimwengu uliokuwa umekumbwa na masumbufu mengi ya dunia. Akatazama akaona hakuna namna bali nitatengeneza mfumo, na mfumo huu kwanza ni kuliachilia pendo langu juu ya ulimwengu. Biblia inaanza kwa kueleza, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu hakuanza kuangalia utimilifu wetu, hakuanza kuangalia ni jinsi gani tumekamilika. Aliuona ulimwengu ukiwa umeharibika, akaanza kupenda ulimwengu ulioharibika. Ni jambo la kustaajabu kabisa. Yaani unamwona mtu amekukosea, halafu na lazimika kwanza kumpenda. Unamwona mtu atendi vilivyo, lakini unalazimika kwanza kumpenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaanza kuona habari ya kulimimina pendo kabla ya kuona ukamilifu wa hao watu. Kumbe wokovu wangu mimi na wewe haukutokana na ukamilifu wetu, ila udhaifu wetu ulimfanya Mungu atuokoe, atupeleke kwenye ukamilifu. Utakapokutana na mtu katika hali ya udhaifu, usije ukamwona kwamba yeye hafai. Utakapokutana na mtu katika hali ya mapungufu, usije ukamwona kwamba yeye ndiyo hastahili. Isipokuwa unatakiwa ujue ni namna gani umsaidie atoke kwenye hali iliyopo kwenda katika hali ambayo itakuwa njema zaidi kwa namna unavyozani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatazama akaona dunia iliyopata shida, lakini akafikiria namna gani atapata kuiokoa. Akamimina kitu kinachoitwa pendo. Baada ya kuliachilia pendo anasema likawa na kazi ya kwenda kushughulika na uharibifu uliokuwa umetengenezeka. Mimi nilifikiri uharibifu utalazimika kuondolewa kwanza ndo upende, lakini Mungu akalazimika kupenda katikati ya yale mazingira ili kupitia upendo ule uharibifu upate kuondolewa. Ni jambo la ajabu. Sasa nilipokuwa na tafakari mambo haya, nikajifunza, nikawa na tafakari upendo ni kitu gani.
Upendo ni nini? Unaweza ukajiuliza we mwenyewe, upendo ni nini? Neno hili tumekuwa tukilitumia mara nyingi. Tuna uwezo wa kumwambia mtu ninakupenda, una uwezo wa kumwambia mtu yoyote, lakini unapomwambia mtu ninakupenda, unamaanisha kitu gani? Unazungumza kitu gani? Yaani unataka aelewe nini juu ya kile unachokizungumza? Mungu anakuja kutupa picha ya namna ya tofauti kabisa na namna mawazo ya wanadamu ambavyo tunaweza tukafikiri juu ya eneo la upendo. Wakati na tafakari nikapata neno hili, upendo ni nini? Jambo la kwanza, tunapozungumza upendo, upendo ni ufunuo wa sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Upendo ni ufunuo wa Mungu, ufunuo wa sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa lugha nyingine, upendo ni utimilifu wa Mungu unaofunuliwa ndani ya mwanadamu. Kulingana na maelezo haya, turejee katika kitabu kile cha Warumi sura ya 13. Sura ya 13 Warumi mstari ule wa 10. Neno la Mungu linasemaje? Mtu kama msomaji ukiwahi kufika, unaweza ukatusaidia kusoma kwa haraka. Warumi sura ile ya 13 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, karibu. Pendo halimfanyii jirani neno baya. Basi pendo ndiyo utimilifu wa sheria. Komea hapo. Upendo ni utimilifu wa sheria ya Mungu. Kumbe tunapozungumza, tunapotamka neno upendo, Mungu anachokitarajia akione ni kwamba unataka kuifunua sura ya Mungu juu ya ile unayemwambia upendo, unayemwambia nakupenda. Ukimwambia mtu habari ya pendo, ukimweleza mtu kuwa nakupenda, tafasiri yake unamwambia unataka umfunue Mungu kwake kupitia wewe. Kwa lugha nyingine, unamwambia yule mtu anatakiwa amwone Mungu kupitia wewe. Tofauti na hapo ni kinyume chake. Lakini kama asiri na muasisi wa neno la upendo ambaye ni Mungu mwenyewe, yeye shauku yake ni kuona kwanza utimilifu wa kiungu juu ya neno linaloitwa upendo. Kama unazungumza kwa habari ya ndugu yako, kama unazungumza kwa habari ya jirani yako, kama unazungumza kwa habari ya mume wako au mke wako juu ya habari ya kumpenda, maana yake unazungumza kwa habari ya kulifunua pendo la Mungu ndani yake. Na pendo la Mungu linatuambia ndio utimilifu wa sheria ya Mungu. Sasa twende mbele tuone huu upendo namna yake. Biblia inasema Mungu kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Maana yake jambo la kwanza lilipotangulia nilikuwa ni upendo. Akaona mazingira ya ulimwengu yasiyofaa, lakini akaamua kuifunua sura katikati ya mazingira yasiyofaa. Unaweza ukajiuliza, ni mara ngapi tumekosewa? Ni mara ngapi tumeumizwa?
Ni mara ngapi hatujafurahishwa na mambo mengi, lakini ni nini tumekifunua baada ya yale matokeo? Nini ulichokifunua baada ya yale matokeo? Ni mara ngapi tumeruhusu hasira na kulipa visasi? Ni mara ngapi tumefanya maamuzi ambayo wakati mwingine mpaka Mungu yanamshangaza? Ni mara ngapi tumeamua kwa namna ambayo mpaka kila mmoja anabaki ameshika mdomo, anashangaa haya maamuzi yametoka wapi? Je, kilichokuwa kikiamua ni ile asiri ya Mungu iliyoko ndani yako, au ni asiri ya kitu kingine tofauti na pendo ambalo analizungumza Mungu? Mungu alipoona udhaifu, alipoona namna ulimwengu umeharibika, akaanza kalitafuta pendo, akaliachilia ili akapate kuokoa. Na namna hiyo Biblia inasema akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwamini apate kuwa na uzima wa milele. Msingi mkuu wa upendo umejengwa katika ustawi, katika msingi wa Kristo. Yaani upendo msingi wake ni Mungu mwenyewe, na unakuja kudhihirishwa katika namna ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Asili ya upendo ni katika Roho. Katika Roho inakuja kufunuliwa katika ulimwengu kwa namna ya matendo. Mungu alianza kupenda ulimwengu, ilikuwa katika Roho kabla halijawa jambo lolote. Biblia inasema baada ya kuendelea kupenda ulimwengu, bado haikuwa na thamani yoyote, kusingeonekana na utukufu wote wa kimungu kama havitadhihirishwa kwa namna ya kuonekana. Kwa hiyo kama ukisema unao upendo lakini hauna matendo, maana yake upendo huu umekufa. Mwandishi wa kitabu cha Wakorinto ananiambia habari hii, anasema basi tunayo mambo makuu matatu ya kudumu. Jambo la kwanza ni tumaini, jambo la pili ni imani, na jambo la tatu ni upendo. Lakini katika mambo haya matatu, kubwa kuliko yote ni upendo. Anajaribu kutuonyesha upendo unavyoenda sambamba na swala la imani, upendo unavyoenda sambamba na swala la tumaini. Kila mahali palipo na upendo, maana yake kuna tumaini. Kila mahali palipo na imani na upendo, maana yake kuna imani. Maana yake ukitaka kuiondoa imani, ondoa upendo, na ukitaka kuondoa tumaini, ondoa upendo. Hebu tusome andiko hili, kitabu cha Wakorinto sura ile, Wakorinto mstari 13 nafikiri, Wakorinto wa kwanza 13. Basi sasa inadumu imani, ndio, tumaini, ndio, upendo, ndio, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Anasema hivi, basi sasa inadumu imani, na mbili, linadumu tumaini, linadumu pendo, na katika yote lililo kuu ni upendo. Maana yake msingi wa mambo yote ni upendo. Sasa Kristo anautazama ulimwengu, lakini anabeba tumaini ya kwamba ulimwengu lazima uokolewe. Na namna gani utaokolewa? Anasema ni lazima katika imani
ulimwengu utaokolewa. Anajifunua katika eneo hili ili apate kudhihirisha katika matendo. Maana yake upendo pasipo kudhihirishwa kwa namna ya matendo bado umekufa. Ndipo neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Yakobo. Maana yake nini? Anasema imani pasipo matendo imekufa. Na ndivyo upendo ulivyo. Maana katika imani kinachodumu ni upendo. Anasema basi, maana yake kama imani inategemea kuwa na matendo, basi vile vile upendo unategemea kuwa na matendo. Pasipo matendo umekufa. Anaenda mbele, anasema shetani akisikia habari za Mungu anaogopa na kutetemeka. Sio kwamba haogopi, sio kwamba atetemeki, anatetemeka, anaogopa na anavijua. Lakini kinachomfanya awe tofauti na wokovu ni kwamba yeye hana matendo. Lakini mtu anapokolewa anapewa neema ya kuyadhihirisha yale matendo. Kwa hiyo sina cha kujivuna kama nikisema ninaye Kristo halafu simfunui Kristo kwa namna ya sura ile ambayo Kristo nimempokea. Sina cha kusema juu ya ubora wa imani niliyoipokea kama ile imani haiwezi kumfunua yule Kristo ninayemsema. Biblia inasema hivi, Yesu aliamua kuacha enzi na mamlaka, akashuka akaivaa kawaida ya binadamu ili apate kuokoa ulimwengu. Maana yake anataka kutuambia baada ya kile kikao na mazungumzo ya namna ya kuokoa ulimwengu, makubaliano yanakuja ni kwenda kuokoa ulimwengu. Lakini namna gani ataenda kuokoa ulimwengu? Ilikuwa ni lazima kuwe na michakato ambayo ipitwe, halafu baadaye akadhihirike. Mfumo gani alipata kutumia? Biblia inasemaje? Yeye akafanyika pendo, na lile pendo akaridhihirisha juu ya ulimwengu kwa njia ya neema, ili ulimwengu upate kulipokea. Maana yake nini? Anataka kutupa siri moja ambayo imefichwa ndani ya upendo. Kumbe ndani ya upendo kuna siri ambayo imeambatana na kitu kinachoitwa neema. Oh, haleluya! Unapoambatana na kitu kinachoitwa upendo, unaambatana na kitu kinachoitwa neema. Hiyo neema Kristo ikamshusha ili katika hiyo apate kujifunua kwa namna ya hata pasipo kustahili wapate kuhesabiwa haki. Ulimwengu sio stahili upate kuhesabiwa haki. Wale waliokuwa wastahili wapate hiyo neema. Wale waliokuwa wamepotea wapewe nafasi kwa mara nyingine. Kilichokuwa kinafunua nini? Maana yake ameamua kuenda nje ya utaratibu wa sheria. Anasemaje? Biblia inasemaje? Ikiwa mmepokea Kristo, mmepokea ile neema, kwa hiyo amfungwi ndani ya sheria. Maana yake nini? Sheria ilikuwa inamwambia Yesu, wewe una mamlaka yote, haupaswi kuwa kushuka kuonekana mdogo. Lakini utaratibu ili apate kuwapata wanadamu, inabidi aache, atoke kwenye utaratibu wa kisheria, ambayo ile sheria ndio iliyokuwa inamfunga. Anasema akatoka kwenye ile sheria. Baada ya kutoka kwenye ule mfumo wa sheria, akavaa mfumo unaoitwa neema. Ule mfumo unaoitwa neema ukampa nafasi ya kwenenda mahali ambapo sheria ilikuwa inagoma, lakini yeye akapata kwenenda. Maana yake kuna nyakati, kuna mambo yatatokea, lakini
ukikaa ndani ya pendo, maana yake utatembea kwenye mfumo wa neema ya Kristo, na mfumo wa neema ya Kristo hautakufunga kwa sababu ya sheria. Maana yake wewe umeambiwa ni baba, hautashuka kunyenyekea. Kumbe kuna nyakati utashuka, lakini haiamriwi kwamba awe baba kae katika hali hiyo, ila ni mfumo ambao ili kusudi apate kutengeneza. Maana nafasi yake haina sababu ya kuendelea kushikanana nafasi yake huku uharibifu ukiendelea kutokea. Anaamua kuivua nafasi, halafu anaenda kupatengeneza. Hakuna sababu ya mama kuendelea kushikamana na nafasi yako katika namna ambayo inaleta uharibifu. Kama unaona kuna kitu kinaharibika, kumbe kuna mfumo unatakiwa utoke, uende katika utaratibu wa neema, ambayo katika hiyo neema itakupa kutembea na kulitimiliza kusudi la kimungu. Badala ya kubomoa ukaanza kujenga, badala ya kuharibu ukaanza kutengeneza. Na Biblia inasemaje katika kitabu cha Isaya? Na watu hawa ndio watakaoitwa wenye kupajenga mahali palipoharibika. Hakuna namna unaweza ukawa mjenzi wa mahali palipoharibika kama hutaamua kukaa katika mfumo wa pendo la Kristo, ambalo linakuondoa kwenye utaratibu wa namna ya kawaida wa kutembea katika sheria ya namna ya kidunia. Unaingia katika utaratibu wa namna ufalme wa kimungu, ambao katika huo Kristo anafunuliwa katika kweli, ili kuifunua lile pendo hata mahali ambapo palionekana hapafai, ili atakapoliona lile pendo Kristo atatukuzwa, na baadaye ufalme wa Mungu unatukuzwa. Kwa hiyo maana yake nini? Kumbe kwenye package ya upendo kuna utosherevu wa vitu vyote. Katika huo ndipo tunapata msamaha wa dhambi. Tungeupata wapi msamaha wa dhambi kama Kristo asingelimimina pendo, kama Kristo asingejifunua katika neema yake? Je, ni mara ngapi sisi tumesamehe? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi sisi tumeachiria? Na kwa sababu ya mazingira hayo tumejikuta tumefungwa kwenye utaratibu na mifumo ya sheria ambayo imetunyima nafasi ya kumdhihirisha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla ya mambo yote, kabla ya wokovu kudhihirika, lilidhihirika pendo, na ile pendo likadhihirisha ile neema, na ile neema iliyodhihirishwa ikaufunua ule wokovu juu ya ulimwengu wote, na wote waliokubali kumpokea akawageuza ili wapate kuwa ufalme wa mwana kondoo. Maana yake ni ufalme unaomtukuza Mungu, ni ufalme ulioko duniani, lakini himaya yake na mamlaka yake ni mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tuhitimishe, twende katika kitabu cha Wakolosai, tunaelekea mwisho. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 14. Anajaribu kutuelezea habari hii. Wakolosai 13. Inasema kifungo cha ukamilifu. Upendo ni kifungo, ndicho kifungo pekee cha ukamilifu. Karibu kama ifika. Katika jina la Yesu. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Ndiyo kifungo cha ukamilifu. Amen. Zaidi ya hayo yote mjivike kitu kinachoitwa upendo. Tukabalizia kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Kristo akae mioyoni mwenu, ndio kwa imani, ndio mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote
jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Amen. Hakuna namna tutakutana na tutamfahamu Kristo katika marefu, katika kimo, katika mapana. Biblia inasema mpate kumfahamu Kristo katika marefu, mpate kumfahamu Kristo katika mapana, mpate kumfahamu Kristo katika kimo, mtake kumfahamu Kristo katika urefu wake. Kama hatutakaa ndani ya kitu kinachoitwa pendo. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna gani pendo linakaa? Biblia inasema hivi, naye Roho akarimimina pendo la Kristo, akarimimina pendo ndani yetu, akarimimina pendo la Kristo ndani yetu. Kumbe kama ukishachukua hatua, kama umeshamwamini Mungu, kama tulivyoona muda mfupi uliopita, watu wamechukua hatua ya kumwamini Mungu, kumpokea Kristo. Hiyo ni hatua. Baada ya hapo, Biblia inasema kuna kumiminwa kwa pendo la Kristo ndani ya moyo, ndani ya mtu. Na kwa nini pendo linamiminwa? Linamiminwa pendo ili kutengeneza mahali pa makazi ya Kristo. Maana yake ili Mungu apate makao ya kukaa. Maana Biblia inasemaje? Anasema palipo na pendo langu ndipo, palipo na pendo la Mungu nami ndipo nitakapokaa. Maana yake Kristo anakaa mahali penye pendo. Maana yake kama hakuna pendo, maana yake hakuna nafasi ya Kristo kukaa. Kwa hiyo ili Kristo apate nafasi ya kukaa, halafu apate kufanya makazi, katika Biblia tafasiri ya Kiingereza inasema permanent settlement, permanent, makazi ya kudumu. Ili Kristo apate makazi ya kudumu, atahitaji kitu kinachoitwa pendo. Hicho pendo kitakapotengenezwa, yeye anapata kufanya makao, na atakapofanya makao, maana yake yeye ndiye atakaye ratibu yote. Sasa ili lipate kuminwa, anahitaji kitu kinachoitwa, anahitaji Roho Mtakatifu adhihirishwe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu anaachiria na kutukumbusha ni kwa namna gani tuone shauku ya kumpata Roho Mtakatifu, ambaye yeye ndiye anafanya kazi ya kurimimina pendo la Kristo ndani yetu. Hakuna namna tunaweza tukaumbika kwa upya kama hatutatoa nafasi ya yeye anayeweza kurimimina pendo la Kristo, ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake, tengeneza shauku ndani ya moyo wako, tengeneza shauku ndani ya nafsi yako, ili kusudi kuona kwa pendo la Kristo likimiminika kwa wingi, ili kusudi ule utukufu wa Kristo kapate kufunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa anasema katika pendo hilo, ili apate kuokoa ulimwengu, ili kila mwamini apate kuwa na uzima wa milele. Tunakuja kuona katika kitabu cha Isaya ule mlango wa 61, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili niwahubiri maskini habari njema, na wao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, na wao walio magerezani habari ya kuwekwa huru. Maana yake nini? Anajaribu kukifunua lile pendo lilipodhihirishwa katika mwili, likaingia katika kuyatimiliza yale yote ambayo ulimwengu ulikuwa ukiasibu. Kumbe mafanikio yote, kuwa huru kutoka kwenye udhaifu, kuwa huru kutoka kwenye magonjwa, kuwa huru kutoka kwenye vifungo, kustawi na kila namna, kutoka kwenye adha ya kuchoka, kukata tamaa, kuvunjika moyo. Kumbe wa kwanza anayeweza kufanya maintenance hii ni pendo la Kristo. Kwa nini? Kwa sababu tunaona yule aliyetangazwa, yeye anakuja kama pendo, na ndiye yeye anayeanza kuzifunua zile kazi. Kumbe unapolipokea pendo la Kristo, lina kazi ya kuvunja mihuri na kazi zote za ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Lina kazi ya kubatilisha
kudhihirisha kila namna ya vifungo ambavyo vinaweza vikawa vimeachiliwa kwenye maisha. Pendo lina kazi ya kuachilia nguvu ya kuendelea kwenda mbele, maana Biblia inasema ili upate kuwaganga waliovunjika mioyo. Kuna watu wamejeruhika, kuna watu wameumia, lakini namna gani wapate kugangwa? Namna gani wapate kutengenezwa mioyo yao kutoka kwenye majeraha? Namna pekee anasema ni lazima pendo la Kristo litakapokuwa linakaa ndani, litakuwa likitengeneza mazingira ambayo yataachilia utimilifu. Na ndio maana anajifunua kwa kusema basi upendo ndio utimilifu wa sheria ya Mungu. Mchana wa leo, ni mara ngapi tumetembea na vitu vilivyotuumiza moyo na kuondoa nafasi ya Kristo kuendelea kulifunua pendo lake? Mchana wa leo, ni mara ngapi tumefanya maamuzi magumu kwa sababu ya kuumizwa? Wakati mwingine tumeweka kinyongo na chuki kwa ajili ya watu kwa sababu ya kuumizwa. Je, Yesu alijitoa kama sadaka, maana yake alikubali kuumia ili pendo lipate kudhihirika. Je, Biblia inasema hakuna pendo lililokuu namna hii, mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki yake. Je, hilo lililokuumiza wewe limekufanya utoe uhai wako? Rahasha, rahasha. Na hata kama limekuumiza, maana yake kama wewe unaamua kulibeba liwe la kwako, maana yake unamnyima, unatoa nafasi ya Kristo kusimama badala yako. Maana anasema mimi nitakuwa adui wa adui zako. Hata kama kuna mazingira yamekuumiza, kwa nini usisamehe? Kwa nini usiachilie? Maana pendo limeachiliwa ili tusamehe. Pendo limeachiliwa ili tupajenge mahali ambapo tuliona hapaendi, tumeshindwa, hatuwezi tukaendelea. Pendo linatuambia tunaweza tukakaa na tukatengeneza, tukaendelea mbele tena. Mchana wa leo unaweza ukatazama, ukaingia kwenye chumba cha moyo wako, ukaona mahali palipobomoka, lakini ukatazama ni namna gani pamebomoka, na utafakari lilivyo pendo la Kristo ambalo ameliachilia kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili wewe uwe mjenzi wa mahali palipobomoka. Jesus. Watu wametembea na vifungo vya udhaifu wa magonjwa, lakini vile vifungo sio kwa sababu ni shetani, ila ni kwa sababu hajaripa nafasi pendo la Kristo. Mchana wa leo Mungu anatukumbusha kutoa nafasi juu ya pendo la Kristo, maana lenyewe ni utimilifu wa mambo yote. Unataka nini? Je, umetaka uchumi wako uende sawa? Umetaka afya yako itengemaa? Umetaka kuona unavuka kwenda hatua ya pili? Umetaka kuona unaiendea ng'ambo ya pili kwa ushindi? Chagua upendo mchana wa leo. Tusimame.